Yesu Kristo ili tuweze kuendelea na masomo yetu kama ilivyo kawaida yetu mahali hapa. Jumapili iliyopita tuliweza kufika mstari wa 8 katika sura ya 6 katika kitabu ama waraka kwa Waebrania. Na sasa moja kwa moja tutaingia katika kusoma kuanzia mstari wa 9 kwanza hadi mstari wa 12, kisha nitaweza kuelezea atakavyo nisaidia na kuniwezesha Roho Mtakatifu. Tunawakaribisha katika upendo wa Kristo na tunaomba ya kwamba muandamane pamoja nasi hadi mwisho wa ibada ya siku ya leo. Waraka kwa Waebrania ama Hebrews, the epistle to the Hebrews, sura ya 6 mstari wa 9 hadi mstari wa 12. Tusome tukifululiza, kisha nitaelezea. Neno la Mungu nasema hivi: lakini wapenzi, ijapokuwa twanena hayo, katika habari zenu tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi na yaliyo na wokovu. Maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu na pendo lile mulilolidhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mmehudumia watakatifu, na hata hivi sasa mngali mkiwahudumia. Nasi twataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho, ili msiwe wavivu, bali mkawe wafuasi wa hao waziridhio ahadi kwa imani na uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaweza angalia katika mwanzo wa huo mstari wa 9, imeanza na neno lakini. Neno la kinyume ama contrast, kuonyesha ya kwamba maneno ambayo yatafuata baada hili neno lakini ni tofauti ama ni kinyume na maneno ambayo yalitangulia hili neno. Na sababu kama unaweza kumbuka, siku ya Jumapili tuliweza kuangalia mstari wa 3 hadi mstari wa 8 katika hii sura ya 6, na tukaona Biblia iko inaongea kuhusu wale watu ambao hata kama wanaweza tubu hawawezi fanyika wapya. Yaani wale watu ambao tayari wamempokea Kristo, wakapokea Roho Mtakatifu, wakaushiriki, wakapata kuonja mambo ya Roho Mtakatifu na nguvu za ulimwengu ujao. Kama hao watu ama mtu kama huyo anaweza badilika, naye mtu ambaye ni mpinzani
wa neno la Mungu, mpinzani wa Kristo, mpinzani wa Mungu, mpinzani wa imani, mpinzani wa wokovu, mpinzani wa neno la Mungu, yule ambaye anasema na Kristo alaaniwe, yule mtu ambaye awe ni mkosoaji mkuu wa neno la Mungu, awe ni yule mtu ambaye anasema ya kwamba Wakristo wanafaa kuadhibiwa, wanafaa kunyimwa nafasi ya kueneza hiyo injili ama imani, na mambo mengi ambayo ni kinyume na kazi ya Mungu. Mtu kama huyo, hata akikuja baadaye aseme ametubu, hawezi fanya mpya, atabaki vile vile alivyo. Sasa, na nakumbuka nilisema na nikasisitiza, huyu mtu sio yule mtu ambaye backslide. Unajua kuna kuteleza kidogo kutoka katika imani na wokovu, lakini ikifika mahali mtu aamue kurudi, kama yule kijana mpotevu ambaye aliitisha mali yake yote akaenda akaiharibu kwa anasa, kisha katika shida na kuteseka kwake akakumbuka hali ilivyo nzuri nyumbani mwa babake, na akaamua atarudi, hata kama hatakubaliwa kama mwana wa babaye, achukuliwe kama mjakazi ama mfanyikazi. Aliporudi, babake akamkumbatia, akamvisha kwa manguo ya kifahari, na kisha kukakuwa na karamu kwa ajili yake. Hiyo ni backsliding. Mtu ameondokea wokovu ama huduma kidogo sababu ya changamoto kawaida za kimaisha, alafu inafika mahali anaamua kurudi. Huyo mtu anapokelewa tena na anakuwa anafanywa upya katika wokovu na katika imani na katika huduma. Lakini huyu ambaye ametoka na akaenda kupinga na akaweka jitihada kubwa sana kinyume na imani, kinyume na Mungu, kinyume na Kristo, huyo hawezi fanywa mpya tena. Hivyo ndivyo tulivyoangalia siku ya Jumapili. Kwa hivyo sasa, hapa mwanzo wa mstari wa 9, wakati ndugu yetu Paulo anasema ya kwamba lakini, na ukisoma mbele kidogo, lakini wapenzi, ijapokuwa twanena hayo, yani hata kama wamenena kuhusu mtu ambaye hata akitubu hawezi fanyika mpya, hata kama wananena hayo. Na ukumbuke huko nyuma katika sura ya 5 pia mwandishi alikuwa anapea changamoto katika hii barua yake watu ambao wamepokea neno la Mungu, wameelezwa mambo ya kimsingi ya imani ama mafunzo ya Kikristo, lakini wamekataa kusonga mbele, wamebaki kuwa watoto, wanaendelea tu kuwa kunywa maziwa, na wanatakana wawe wamekomaa, wameanza kula chakula kigumu. Tumekumbuka tulijifunza hayo. Sasa hapa katika huu mstari wa 9 mwandishi anasema hata kama tumeongea kuhusu watu ambao wanakataa kuendelea na kukomaa kuhusiana na neno la Mungu,
Na pia tumeongea kuhusu wale watu ambao hata wakitubu hawezi fanyika upya. Anawaambia, lakini wapenzi, ijapokuwa twanena hayo, katika habari zenu tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi na yaliyo ya wokovu. Hii ni kumaanisha hivi, na ningetaka hapa tuweze kuelewa. Ameshaongea akionya watu ambao wamekataa kukomaa na kuendelea katika maneno ya Mungu. Na pia ameongea kuhusu kikundi kingine cha watu ambao hata wakitubu hawezi fanyika upya. Alafu sasa hapa anasema hata kama wananena hivyo, katika habari za hawa watu wamesadiki, wameshawishika mambo yaliyo mazuri na yaliyo ya wokovu. Ningetaka tuelewe ya kwamba haimaanishi sasa ati ya kwamba alikuwa anaongea hayo mambo bure tu, kwa sababu watu ambao alikuwa anaandikia sasa anasema ya kwamba ameshawishika, ya kwamba ameshawishika kuhusu mambo mazuri, mambo ya wokovu kuhusiana na hawa ndugu na dada. Ukweli ni kuwa katika kanisa lolote, katika dini ama dhehebu lolote, katika umati ama mkusanyiko wote ambao unajiitanisha na Kristo, watu hawawi 100% wakamilifu. Hata Yesu alipeana mfano wa mpanzi, ya kwamba mpanzi alipanda mbegu, naye adui akaja usiku akapanda magugu. Na wakati mbegu zilipoota ama kumea, ikaonekana ya kwamba kuna magugu miongoni mwa ngano. Naye akauliza wafanyakazi ama watumishi wake, tutafanya nini? Watumishi wake wakamwambia, tung'oe magugu tubakishe ngano. Bwana wa shamba akawaambia, hapana, sababu tukiamua kung'oa magugu wakati huu, tutang'oa pia pamoja na ngano. Kasema, wacheni zikuwe pamoja. Itakapofika wakati wa kuvuna, ngano itasanywa na kuwekwa katika ghala, lakini magugu yatasanywa na kuteketezwa katika moto. Na Yesu akasema, hivyo ndivyo ilivyo katika kanisa la Mungu. Kwa hivyo katika kanisa, katika mkusanyiko wote wa Kristo, kuna watu wako pale ndani ambao ni magugu, na kuna watu wako pale ambao ni ngano. Lakini ni mapenzi ya Mungu ya kwamba wote wawe ngano, ya kwamba watu wote ambao wako katika mkusanyiko wote wa Kikristo wawe ni wanafunzi hakika wa Kristo, wawe ni wenye haki na watakatifu kweli machoni mwa Mungu. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Na ndio sababu unaona upande mmoja mwandishi anaandika kwa kukemea makosa, anaandika kwa kupeana changamoto kwa wale watu ambao hawajakaa jinsi inavyotakikana.
Na upande mwingine sasa, kama katika mstari wa 9 anaongelesha sasa kuhusu wale ambao wamekaa kulingana na mapenzi yake Mungu. Kwa hivyo tusifikiria kwamba hayo maneno ambayo alikuwa ameongea kuhusu kutokomaa ama kuendelea kuhusiana na neno la Mungu kama hayana maana. Yana maana, sababu kuna watu miongoni mwa kanisa la Mungu ambao wamekataa kusonga mbele. Wamekaa tu na walifika. Hakuna bidii, hakuna jitihada. Wameishi kuwa watoto. Hao ndio wananenewa ili waweze kuwa na hali ya kuendelea. Na sasa unajua, hawezi sema ya kwamba nyinyi nyamazeni, hii mambo haiwahusu. Anaongelesha kuhusu watu wote. Haya maneno ambayo yameandikiwa watu ambao hawajakaa kulingana na mapenzi ya Mungu, inakuwa kama ni onyo kwa wale ambao wamekaa sawa sawa. Wajichunge wasiingie katika kundi hilo ambalo linanenewa. Kwa hivyo sasa hapa mstari wa 9 kuendelea mstari wa 12 anaongea kuhusu wale watu katika huo ushirika ambao wamesimama vizuri, ambao mienendo yao iko sawa sawa. Na anasema hivi: wapendwa, tumehimizika, tumesadikika kwa mambo mazuri kuwahusu, mambo ambaye yanaambatana na wokovu. Ingawa tunaongea hivyo, umeona? Sasa huu mstari wa 9 unaonyesha ya kwamba hayo maneno ambayo alikuwa ametangulia kusema, hakuwa nasema ama hamaanishi ya kwamba katika lile ama katika ule ushirika wa Ebrania hakukuwa na hata mtu mmoja ambaye alikuwa amesimama vyema. Hapana. Huu mstari unatuonyesha ya kwamba katika lile kanisa ama katika wale watu ambao walikuwa wanaandikiwa, hata kama kulikuwa na kukashifiwa, mle ndani mlikuwa na watu ambao wamesimama vizuri. Na ndio unaona akisema ya kwamba wameshawishika, wamesadiki ya kwamba kuna mambo mazuri na mambo ambaye yanaambatana na wokovu miongoni mwa lile kanisa. Kwa hivyo na mimi ndio upenda ili neno la Mungu. Tofauti na vile mambo yalivyo wakati huu, ya kwamba ukienda kanisani watu wanaongeleshwa tu kuhusu mambo ambayo Mungu anawatendea, atawatendea. Lakini hawaambiwi yale ambayo wanafaa watende. Hawaambii yale ambayo wanafaa waachane nayo. Hawaambiwi wajibu wenu ni upi. Pia wanaambiwa kuhusu Mungu mzuri, Mungu mkarimu, Mungu ambaye anajali, Mungu ambaye anaelewa watu katika udhaifu wao. Lakini hawaelezwi kuhusu Mungu ambaye anachukia dhambi, ambaye anachukia uovu, ambaye anaadhibu uovu, na ambaye atakuja kuhukumu ulimwengu ambao umemkataa. Uzuri wa neno la Mungu linaongea upande huu na upande huu. Mungu ambaye anabariki na anatenda mema kwa wenye haki, na mtu ambaye anaadhibu na kukemea na kukosoa wale ambao sio wenye haki.
Huyo ndio Mungu tunayenena kuhusu. Mungu ambaye hata kama anasamehea makosa, hataki watu waishi katika dhambi. Anataka watu waishi wakiwa wenye haki na watakatifu. Anaendelea kusema katika mstari wa 10. Sasa ananena kuhusu hao watu ambao wamesimama vizuri. Anasema ya kwamba, mstari wa 10, ya kwamba Mungu sio dhalimu. Yaani Mungu sio asiye na haki, ati aweze kusahau kazi ya hawa wapendwa ambao wamesimama vema. Na mimi hupenda Biblia ya Kizungu sababu inatoa neno mzuri sana. Sababu ukisoma katika mstari wa 10 inasema hivi: maana Mungu si dhalimu hata asisahau kazi zenu na pendo lile mlilodhihirisha kwa jina lake. Ukienda kusoma katika Biblia ya Kizungu imeandikwa labor of love. Unaona, Biblia ya Kiswahili inasema tu upendo ambao watu wameonyesha kwa jina la Mungu. Lakini Biblia ya Kizungu inasema labor of love. Na ukienda kuangalia maana ya labor of love, inamaanisha jambo ambalo mtu anafanya kwa hiari bila kutarajia malipo ama kurejeshewa. Labor of love. Sasa na ukisoma utaona ya kwamba mwandishi baada ya kukemea wale ambao hawajasimama vyema na akasema yale ambao wanaweza patana nayo, sasa anakuja sasa kuongea na hawa ambao wamesimama vizuri. Anaambie, ingawa nimeongea hivyo kuhusu wale ambao hawajasimama vyema, Mungu wetu sio dhalimu. Mungu wetu ni mwenye haki. Hawezi kuwa dhalimu kiwango cha kusahau kazi ambayo watu wako wamefanya. Hapana. Kazi ambayo watu wamefanya. Na ningetaka hapa tujue ya kwamba hapa wakati mwandishi anasema kazi, haongei kuhusu kazi ambazo tunafanya maishani, pengine ukulima, biashara, kazi ya kuajiriwa na mambo mengine kama hayo. Ni kazi zaidi, kazi kuhusiana na huduma, kazi kuhusiana na kuhudumia waumini wenzako. Kama mimi mahali nimeajiriwa, Mungu haongei kuhusu hiyo kazi. Haongei kuhusu kuamka kwangu na kwenda kazini na kutia bidii. Anaongea kuhusu zaidi ya kazi ya kawaida, huduma ninayofanya kwa ajili ya Mungu na kuhudumia waumini na wateule wenzangu. Na pia ningetaka kusema ya kwamba hapa mtu asifikirie ya kwamba atagemea kwa kazi ya mwingine, sababu tunaona anatangulia kwa kushauri, kukemea na kuonya na kutahadharisha wale ambao hawajakaa jinsi ambavyo yanatakana, wale ambao tabia, mienendo na matendo yao haiko vile ambavyo inatakikana. Sasa hapa tena anakuja kunenea wale ambao wako sawa, wako haki, wanakubalika machoni mwa Mungu.
na anasema Mungu sio dhalimu ati aweze kusahau. Kwa hivyo Mungu hawezi sahau kazi yako ambayo unafanya kuhusiana na huduma, kuhusiana na ufalme wa Mungu, kuhusiana na kuhudumia watenda kazi katika kazi ya Mungu. Na pia hapa tunapewa changamoto. Changamoto ya kwanza, zaidi ya kazi tunayofanya kawaida, zaidi ya maisha tunayoishi kawaida, je, kuna kazi tunafanya kuhusiana na ufalme wa Mungu? Je, kuna maisha tunaishi zaidi ya maisha ya kawaida kwa ajili ya ufalme wa Mungu? Sababu kuna watu wengi sana wanaishi kawaida. Wanaamka asubuhi, wanaanza shughuli zao, wanashughulika na wanarudi jioni. Lakini kuna kazi zaidi katika hiyo kazi unafanya. Je, mahali unapofanya kazi, wewe ni shahidi, wewe ni mbalozi wake Kristo? Sababu kuna watu ambao wanafanya kazi zao za kawaida na hawaonekani tofauti na watu wengine. Wakitaka kufanya katika mambo ya ufisadi, wewe uko ndani. Wakitaka kufanya katika mambo ya kuondoka katika utaratibu ulioko kazini, wewe uko miongoni mwao. Je, unafanya kazi zaidi katika kazi unayofanya? Je, unaishi maisha zaidi katika maisha unayoishi? Sababu katika maisha ya Mkristo, katika maisha ya muumini, kuna mambo utafanya maishani ambayo watu wa kawaida hawafanyi. Na kuna mambo ambaye watu wanafanya maishani, watu wa kawaida, lakini wewe utakosa kuyafanya. Sababu wewe ni mpendwa katika Kristo. Tunaona pia ili jambo ambalo nimesema, labor of love. Unajua watu wengi katika mambo ambayo wanafanya sababu ya ile kitu watapata kutokana na hiyo kazi. Lakini hapa tunaona ni kufanya mambo kwa hiari, kwa kujitolea, bila kutarajia faida ama kupata chochote kutokana na hiyo kazi. Je, tunafanya hivyo kuhusiana na ufalme wa Mungu? Tunafanya hivyo kuhusiana na ndugu ama dada zetu katika Kristo? Sababu mwandishi anasema haya mambo yalikuwa yanaonekana miongoni mwa ndugu na dada ambao wamesimama vizuri. Anasema hizo kazi za upendo, hayo mambo ambayo mnafanya bila kutarajia malipo, kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili wateule ama watawa ama wahudumu katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo anasema Mungu sio dhalimu ati akose kuona ama asahau kazi mzuri na matendo ambaye unafanya kwa ajili ya neno la Mungu, kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kwa ajili
ya wahudumu katika ufalme wake, sio dhalimu akose kuyaona. Tukisoma ama tukimalizia huo mstari wa kumi, mwandishi anasema, mwisho wa mstari wa 10 anasema hivi: sehemu ya mwisho nasema, na hata hivi sasa mngali mkiwahudumia. Unaona? Kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba sio jambo ambalo walikuwa wanafanya na wakaacha. Hapana. Hata wakati mwandishi alikuwa anawaandikia, walikuwa bado wanaendelea kufanya. Kwa hivyo yale mambo ambayo tunafanya kwa ajili ya neno la Mungu, kwa ajili ya waumini na watumishi wenzetu ama watenda kazi, tunahimizwa ya kwamba tuendelee na kuifanya. Tusikufe moyo, tusikate tamaa, sababu tumeambiwa ya kwamba Mungu sio dhalimu. Mungu ni mwenye haki, hawezi sahau kazi ambazo tunafanya kwa ajili ya neno lake na kwa ajili ya wahudumu ama wenzetu katika imani na katika huduma. Tukisoma mstari wa 11 na 12, tunaona mwandishi akisema, anaongea kuhusu matamanio ama mapenzi yake kuhusiana na watu ambao alikuwa anaandikia. Acheni tusome mstari wa 11 na 12. Tusome tena, inasema hivi: nasi tunataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile kwa utimilivu, kwa matumaini hata mwisho, ili msiwe wavivu, bali mkawe wafuasi wa hao wairidhio ahadi kwa imani na uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mwandishi akisema matamanio yake, mapenzi yake kuhusiana na kila mmoja wa muumini, kila mmoja ambaye anaendelea kutenda kazi kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ufalme wake na kwa ajili ya waumini na watenda kazi katika ufalme wa Mungu. Anasema ya kwamba ni matamanio yake ya kwamba kila mmoja aendelee kuonyesha ile bidii, aendelee kuonyesha bidii. Kwa hivyo sio kuzembea, ni kuendelea na bidii ile ile, pasipo na kurudi nyuma, pasipo na kuwa dhaifu, pasipo na kukata tamaa. Anasema tuendelee hivyo na hiyo bidii hadi hakikisho ama timilisho kamili la tumaini hadi mwisho. Unaona, tumaini ama hope ni kutokuwa na shaka ya kwamba jambo ambalo linatarajiwa ama ambalo limeahidiwa litakuja kutimia. Na tukisoma hapa mbele tutaona ya kwamba tumaini letu ni kuingia katika uwepo na utukufu wa Mungu, katika uwepo na utukufu wake Mungu. Kwa hivyo kwa njia nyingine anasema ya kwamba tunapo, ni mapenzi yake ya kwamba
tunapoendelea kufanya kazi kwa ajili ya neno la Mungu, kwa ajili ya ufalme wake, kwa ajili ya waumini na wahudumu katika ufalme wake, tuendelee na bidii mpaka hakikisho kamili la tumaini letu, mpaka mwisho, ya kwamba tusipoteze tumaini letu hapa katikati. Tuendelee mbele na uhakikisho na kudhibitika kuhusiana na tumaini letu mpaka mwisho. Na mwisho ni wapi? Mwisho ni kama ni kufa. Sababu tunangojea mambo mawili katika waumini, wale wafuasi wa kweli wa Kristo. Maishani mwetu tunangoja mambo mawili, mojawapo kati ya haya mambo mawili. Jambo la kwanza, kama Kristo hata kuwa amerudi, siku zetu za mwisho duniani zikifika, tufe ama tupumzike tukiwa katika Kristo. Yaani hata katika sekunde ya mwisho katika maisha yetu tuwe na tumaini katika Kristo. Ama pili, sababu yetu Kristo atakapokuwa akirudi, kuna wenye haki ambao watakuwa hai. Yesu akirudi watu watamuona. Katika mwisho wa dunia hii, kama itafika tukiwa hai, kama Yesu atakuja kuchukua kanisa lake takatifu tukiwa hai, atupate bado tungali na tumaini. Hayo ndio mapenzi ya mwandishi, na ndio mapenzi yangu kwa nyinyi ambao mnanisikiza, ya kwamba tuwe na hili tumaini, tutie bidii, tushawishike kuhusu tumaini letu mpaka mwisho, kufa ama kurudi kwa Yesu Kristo. Hivyo ndivyo mwandishi anavyosema. Hayo ndio mapenzi yangu kunihusu mwanzo, na ndio mapenzi ya moyo wangu kuhusu nyinyi ambao ninahudumia, ya kwamba tuendelee kutia bidii katika kazi ya Mungu na tushikilia uhakika wa tumaini letu mpaka mwisho. Tusipoteze tumaini letu hapa katikati. Mstari wa 12 inasema ya kwamba tunaonywa kuhusu kuwa wazembe, kuhusu kuwa wavivu, kuhusu kuwa watu wasiofanya lolote kuhusiana na kazi ya Mungu, na pia ni kuhusiana na maisha tunayoishi. Tunaonywa dhidi ya kuwa wazembe, wavivu, na kuwa watu ambao hawajishughulishi kwa njia yoyote ile. Unajua, kuna mtu ambaye alipookoka ama alipoanza kuhudhuria kanisa ama dini ama dhehebu, yeye kazi yake ni aingie kanisani kama ni asubuhi, Jumapili ama Jumamosi, ama katika siku za shirika katikati mwa juma. Yeye ni aingie, akuwe mahali pale, watu wengine wote wafanya mambo ambayo wanafanya, yeye ikimalizika amke na aende. Hakuna chochote ambacho anafanya.
katika ufalme wa Mungu. Na unajua kuna watu wanajipea kijisababu ya kwamba ati hakuna kazi mingi kufanya kanisani. Yesu alisema nafikiri alisema ya kwamba, ama wacha tu niseme, kuna mahali Biblia inasema ya kwamba tuombe Mungu atume watenda kazi, sababu mavuno ni mengi na wafanyikazi ni wachache. Nina hakika kuna mahali Biblia imeandika hiyo, ya kwamba tuombe Mungu atume watenda kazi, sababu mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Unajua shida ni kuwa watu wengi wanaona kama kuhudumu ni kusimama hapa mbele na kuhubiri, pengine kufunza peke yake, ama kuwa katika kwaya, ama kuwa katika praise and worship, ama kuwa asha pale mlangoni, ama kuwa chairperson, secretary, treasurer. Hiyo yote ni huduma, sikatai. Lakini kuna huduma mingi hata isiyoonekana kwa macho. Hata Biblia ikielezea kuhusu kanisa kama mwili. Kila mtu ni sehemu katika mwili wa Kristo. Na tunajua ya kwamba hakuna sehemu katika mwili wa mwanadamu isiyo na kazi. Hakuna. Hata hizi kupe mnaona siku hizi, naona watu wakinyoa, zina kazi. Kazi yake ni kuzuia pengine vumbi inapotoka kutoka juu isiingie kwa macho, ikiteremuka tu hivi itegwe hapa. Hakuna kiungo katika mwili wa mwanadamu kisicho na kazi. Vile vile, sababu kanisa la Kristo limefananishwa na mwili wa mwanadamu, na ya kwamba kila muumini ni kiungo katika mwili wa Kristo. Utakujaje useme hauna kazi ya kufanya? Lile jambo ambalo watakana ufanye ni uambie Mungu, utubu kwanza dhambi ya kutotenda, the sin of omission. Yani unatakana utende na utendi, utubu na uambie Mungu, kuanzia sasa ninaomba unionyeshe mimi ni kiungo gani na kazi yangu ni gani katika huu mwili wa Kristo. Kila mtu ana kazi ya kutenda katika kanisa la Kristo. Alafu anaendelea kusema katika mstari huo tu wa 12. Unajua huu mstari ukianza anatuonya dhidi ya kuwa wazembe ama watu wavivu wasiojishughulisha kwa njia yoyote ile. Sasa nasema lakini, ama tofauti na kuwa wavivu na wazembe na watu tusiojishughulisha kwa njia yoyote ile, anasema tuwe wafuasi ama tufuate mfano wa wale ambao kupitia imani na uvumilivu wanarithi ahadi. Tuwe wafuasi ama tuchukue mfano wa wale ambao kupitia imani na uvumilivu wanarithi ahadi. Unaona, jambo ambalo tunafaa tujifunze hapa
ni ya kwamba ndio tuweze kurithi ahadi za Mungu, lazima tuwe na imani, ama ahadi za Mungu zinarithiwa kupitia kwa imani. Na nakumbuka tukisoma ya kwamba nguzo ya pili, ama tuliona ya kwamba mafunzo ya msingi ya Ukristo ni 6. Jambo la kwanza tukaona ya kwamba ni kutubu kutokana na kazi zisizo hai. Jambo moja la msingi. Jambo la pili tukaona ya kwamba ni imani kwa Mungu. Sasa si unaona hapa? Kwa hivyo ahadi zake Mungu katika haya maisha tunayoishi na katika maisha ya ulimwengu ujao, new heaven na new earth, tutarithi tumaini zake Mungu kwa sasa na nyakati zijazo kupitia kwa imani kwake. Kwa hivyo bila kuamini Mungu alivyo na kuwa na uvumilivu kungojea, hatuwezi rithi ahadi zake. Na umsari ningetaka nisisitize hivi. Sababu ya kuambiwa ya kwamba kurithi ahadi zake Mungu ni kupitia imani na uvumilivu. Ina maana wakati tunaambiwa ni kupitia kwa imani, tunaonyesha ya kwamba kuna wakati mwingine unaweza pata uko na wasiwasi. Kuna wakati mwingine unaweza pata unashawishiwa kutoamini huyo Mungu. Na ndio tunakumbushwa na tunahimizwa, hata wakati unasikia ni kama una wasiwasi, hata wakati unasikia ni kama unashawishiwa kutoamini huyu Mungu na ahadi zake, tunaambiwa ya kwamba tuendelee katika imani kwake huyo Mungu, sababu bila hii imani hatuwezi rithi ahadi zake. Jambo la pili, uvumilivu. Unajua, mahali popote unaona ukiambiwa ukuwe mvumilivu ama ukinenewa mambo ya uvumilivu, ni kwa sababu kuna kungoja. Ni kwa sababu mara nyingine haikuji haraka unavyotarajia. Inachukua muda wakati mwingine. Na ndio sababu Yesu akipa wanafunzi wake mwongozo wa maombi aliwaambia, na museme hivi: mapenzi yako yatendeke hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Sababu Jumapili nakumbuka niliongea wakati mwandishi katika mstari wa 3 alisema ya kwamba na haya tutafanya Mungu akituwezesha. Kuna kutegemea Mungu katika nyakati zake na katika mbinu zake. Yani depending on God, on his ways and timings. Sababu Mungu anafanya mambo, sababu Mungu anajua mambo yote. Ako kila mahali nyakati zote. Anajua mambo mengi sana ambayo hatujui. Hivyo basi, kwa kupungia kwetu na kufahamu,
tunaweza ona kama hii njia ama wakati ndio unafaa, lakini Mungu ambaye hapungukiwi na kuelewa na kufahamu, anajua ni kwa nini atatumia hii mbinu na kwa wakati huu. Kwa hivyo kuvumilia, kungojea Mungu afanye kwa wakati wake na kwa njia zake, ndio tuweze kurithi ahadi zake Mungu katika maisha tunayoishi na katika maisha yajayo. Sijui kama muda utaruhusu, lakini wacha nione kama nitaguza mstari mmoja ama miwili. Wacha tusome mstari wa 10 na nafikiri muda utaruhusu, tutaweza kufikisha hapo siku ya leo. Wacha tutaweza kufikisha hapo, sababu naona nikianza hiyo sehemu nyingine hatutaweza kumaliza leo, na sioni vizuri tumalizie katikati, sababu ni ujumbe ambao unafuatana hadi mwisho wa hii sura. Tutaona tukionyeshwa mfano, sababu si umeona mwisho wa mstari wa 12 tumeambiwa ya kwamba tuwe wafuasi, ama tuchukue mifano ya wale ambao kupitia imani na uvumilivu wanarithi ama hurithi ahadi zake Mungu. Sasa kuanzia hapo mstari wa 13 kuendelea, tutaonyeshwa mfano wa ahadi ambaye Mungu alifanya kwa Abrahamu. Kwa hivyo Jumapili ijayo, Mungu akitujalia, tutaweza kuendelea kutoka hapo, tuangalie kwa upana kuhusu hii ahadi ya Mungu kwa Abrahamu. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, na mpaka wakati mwingine.